Naam, wakati huu ambao tupo katika break ya kimataifa, break ya FIFA, timu za taifa zikiwa zinacheza, wekundu wa Msimbazi wameendelea kujiimarisha, kufanya mazoezi ya kujiandaa na michuano mbalimbali, na kubwa zaidi ni ligi ya mabingwa Afrika. Ikumbukwe mbele yao kuna Nsingizini Hotspurs ambaye anafuata hapo kabla ya mashindano mengine. Kwa mfano kama ligi kuu itakuwa inarudi tena hapo kwenye kwenye Oktoba 17 na kwenda mbele, lakini kituo kinachofuata baada ya hapa ni Nsingizini Hotspurs. Sasa katika kulifahamu hilo, miamba hiyo imeamua kucheza mechi za kujipima ubavu, za kujiweka sawa, na ikumbuke kwamba timu iko chini ya kocha mpya. Kwa hiyo kocha mpya Dimitar Pantev ana testi mitambo, anataka kujua wachezaji ambao yuko nao ukiachana na uwanja wa mazoezi, kwenye mechi wako vipi. Ana testi mifumo, yes, lakini pia ana testi aina ya kiuchezaji. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana viko hapo, lakini pia kama haitoshi, match fitness anawapa wachezaji wake. Na hizi mechi kwa mujibu wa Al Hilali, hizi mechi ziko mbili. Moja ni hii ambayo wamecheza jana Oktoba 9, lakini nyingine wataicheza siku ya Jumapili. Wanatarajiwa kucheza tena mechi nyingine ya kujipima ubavu. Sasa ukiangalia sasa hivi Simba wana baadhi ya wachezaji of course ambao wapo kwenye timu za taifa, wameenda katika timu za taifa mbalimbali, lakini kwa wale wachezaji ambao wamebakia, kocha Dimitar Pantev akutaka kuwapumzisha, amewaita tena katika uwanja wa mazoezi na wanaendelea kufanya mazoezi, na ndio hivyo wamecheza mechi ya kirafiki na Al Hilali. Sasa hapa tunaangalia ripoti ya hii mechi kiujumla wake. Eneo la kwanza ambalo tunaanza nalo ni eneo la wapinzani ambao Simba wamecheza nao, kwa maana ya Al Hilali. Hilali ni klabu kubwa sana, yani kwangu mimi ukizungumzia klabu bora ya muda wote ndani ya Afrika Mashariki na Kati, basi na kwenda na Al Hilali. Simba kwenye viwango vya ubora wako juu sana sasa hivi, wako nafasi ya 5 Afrika, na wamekuwa wakifanya vizuri wakiwakilisha hii kanda ya Afrika Mashariki na Kati, lakini kwenye miaka hii 10 hapa karibuni. Lakini unapozungumzia Hilali, unazungumzia ile general table, timu ambayo imefika kwenye hatua za mbali kwa miaka mingi kwa timu za Afrika Mashariki na Kati, basi Hilali ni namba 1. Kwa hiyo Hilali manake ni klabu ambayo imetuwakilisha vizuri Afrika Mashariki kwa miaka mingi, kabla ya baadaye kuja hizi klabu zetu ambazo sasa hivi zimefanya investment ya kutosha, zimekuwa zikifanya vizuri. Kwa hiyo picha ambayo natakiwa kuipiga ni kwamba Simba wamecheza na mpinzani miongoni mwa wapinzani bora kabisa katika kandanda ya Afrika Mashariki na Kati. Yani unapozungumzia zile finest club za kanda hii ya Sekafa, basi huwezi kumwacha Simba, huwezi kumwacha Al Hilali. So ilikuwa ni mechi ambayo imekutanisha timu bora za Afrika Mashariki, na ndo timu bora katika uwakilishi wa michuano ya kimataifa kutoka Afrika Mashariki na Kati. Sasa kwa mechi hii, hiyo picha ambayo natakiwa kuipiga kichwani, ujue pia kwamba Hilali ni timu ambayo msimu uliopita walicheza mpaka robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika chini Jean Frolai Benga, wakatolewa na Al Ahli ya Misri. Lakini Hilali ni mabingwa wa ligi kuu ya Mauritania ambao walikwenda kama wageni. Msimu unaokuja watakuwa katika ligi ya Libya, lakini waliopita ndio walichukua ubingwa wa ligi kuu ya Mauritania. Na Hilali ni wana finali wa michuano ya Sekafa Kagame Cup hii ambayo imefanyika hapa KMC. Kwa hiyo ni picha ambayo natakiwa kuipiga, hii Hilali ni timu ya namna gani. Sasa tukenda katika mechi yenyewe, kwanza ikumbuka kwamba mechi ilichezwa bila kuoneshwa katika matangazo ya television, yani haikuwa wazi, ilikuwa kwenye behind the closed door, ambayo ilifanyika katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, uwanja ambao Simba sasa ndio uwanja wao wa nyumbani kwa wakati huu. Sasa mechi hii imechezwa kwenye dakika 90 kama ilivyo kawaida, lakini haikurushwa live, but ilirekodiwa. Yani kulikuwa kuna kamera ambayo ilikuwa specific kwa ajili ya kurekodi hii mechi, kuchukua matukio ya hii mechi, na hizi kamera ziliwekwa maksudi kwa ajili ya kuwasaidia makocha wa pande zote mbili kuja kufanya assessment baadaye. Yes, zile assessment zao wanazifanyaje, kwa maana ya kile ambacho kinaonekana
pale uwanjani, makocha wanakisimamia pale, lakini wakimaliza hapo wanataka kuona vertically, yani kwa muonekano mwingine wapi kuna mapungufu ili waweze kuyafanyia kazi. Sasa hilo ni eneo la kwanza, lakini eneo la pili kwa ajili ya video analyst. Video analyst anachukua zile mechi kuanalyze mapungufu, kwamba wanaelekea katika mechi dhidi ya Nsingizini Hotspurs, mapungufu yao yako wapi na maeneo gani ambayo anataka kuyaboresha. Na kwa upande wa Al Hilali, na wenyewe pia wana mechi ya kimataifa dhidi ya Kenya Police katika mzunguko wa pili wa hatua za awali ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo kimsingi wote wana vibarua mbele yao. Kwa hivyo of course ingawaje ni timu ambazo zina nafasi kubwa. Sasa kile ambacho Hilali walishare zile highlights za ile mechi, ingawaje kwa asilimia kubwa walikuwa wameshare matukio yao positive. Matukio yao positive kwa maana ya namna ambavyo walikuwa wanashambulia, namna ambavyo walikuwa wanatengeneza nafasi, hadi goli walilofunga wamelishare. Lakini hawakushare magoli ya Simba. Simba wamefunga magoli mawili, mechi ilisha 2-1. Magoli mawili ya Simba, moja limefungwa na Ahua Jean Charles na moja limefungwa na Soa Jonathan. Lakini kwa upande wao goli limefungwa na Adama Coulibaly. Walichoshare ni hili goli la Adama Coulibaly, inaonekana anaupokea mpira, anakimbia kwenye counter attack, anampiga chenga na golikipa Yakubu Suleiman, alafu baadaye anafunga. Kwa hiyo hilo ndio goli pekee ambalo tumeliona kutoka katika zile highlights. Lakini Simba wenyewe hawajashare bado magoli yao, na Hilali hawakuweka magoli ya Simba. Sasa teki yangu kubwa ambayo nimeiona katika ile mechi, na ndo ambacho nataka kukizungumzia, kwamba mechi tukiiona kwenye dakika 90, na mimi of course sikuwepo uwanjani Meja Isamuyo, lakini ukiangalia highlights kuna vitu unaviona. Kitu kikubwa ambacho nimekiona nikasema hiki hapana, hiki lazima tushare pamoja, ni juu ya mfumo ambao Simba wanakwenda kucheza katika chini ya Dimitar Pantev. Wanakwenda kucheza mfumo gani? Kikosi cha Simba kilianza na Yakubu Suleiman katika lango, fullback wa kulia alikuwa Shomari Kapombe, fullback wa kushoto ni Anthony Mrigo. Pale mabeki wa kati alikuwa ni Shamu Karabwe na Rushan Derek. Mbele yao kwa maana ya viungo alikuwa Alassane Kante, alikuwa Neo Maema, lakini pia alikuwa na Awesu Ali Awesu. Safu yao ya kushambulia ilikuwa inaongozwa na Jonathan Soa, lakini upande mmoja wa kulia alikuwa anatokea Elim Panzu na upande mmoja alikuwa anatokea Jean Charles Ahua. Kwa hiyo hicho ndo kikosi cha Simba. Kwenye kikosi hiki, hicho ndo ambacho kimeanza. Kwenye kikosi hiki ukiangalia zile highlights, unaiona shape ya Simba muda ambao hawana mpira wanakuwa na shape gani. Muda ambao hawana mpira ndio kimsingi, tukienda katika coaching perspectives, unaona timu ili ufahamu mfumo wake ni kipindi ambacho timu haina mpira, ndo wanatengeneza mfumo wao ambao wameingia nao katika mechi. Tunaita original shape. Original shape manake mshapoteza mpira, timu ikiwa na mpira haiendi kwa mfumo, ila mkipoteza mpira ndo mnakuja sasa katika kurecover, mnarecover kwa mfumo. Sasa ule mfumo wao Simba wameonekana kucheza kwenye 4 kwa maana ya walinzi, viungo 3 na washambuliaji 3. Sasa maana yake nini? Maana yake ni kwamba huu ni mfumo ambao alikuwa akiutumia Gaborone United Dimitar Pantev. Alikuwa akicheza kwenye 4-3-3. Huyu kocha anaamini zaidi katika mfumo, mpaka ndani ya kikosi cha Simba mechi yake ya kwanza kenda na 4-3-3. Anakwenda na wachezaji 3 katikati, anakwenda na wachezaji 3 katika safu ya ushambuliaji. Sasa hii 4-3-3 yenyewe ina mnyumbuliko wake kwenye maeneo gani? Kwenye eneo la kiungo, ukiachana na hawa walinzi 4, eneo la viungo hawa 3, kiungo mmoja anakuwa ni defensive minded. Yani iko hivi, kuna makocha wanapokuwa na viungo 3 wa katikati, kuna makocha viungo 2 wa pembeni wanakuwa defensively, yani hawa 2 wa pembeni wanashuka chini, wanakuwa ni viungo wa chini, yani namba 6 2, alafu mmoja anasogea juu, anakuwa namba 10 mmoja. Kwa hiyo wapo ambao wanacheza katika hii shape, anakuwa na viungo 2 hapa nyuma. Na hii inakuwa ni pindi ambapo unacheza na mpinzani ambao unataka kumdefend, yani mpinzani ambao unamheshimu. Unacheza kwenye 4-3-3, lakini mpinzani ambao unamheshimu utacheza na viungo 2 hapa nyuma, mmoja anasogea mbele. Kwa hiyo unakuwa 3, lakini huyu mmoja anasogea mbele. Lakini
wapo makocha ambao katika mfumo wa 4-3-3 viungo watatu wakati, huyu mmoja wa katikati ndo anashuka chini, huyu mmoja anashuka chini, alafu hao wawili wanakuwa attacking minded, yaani anakuwa anacheza na namba 10 wawili. Of course mmoja anakuwa namba 10 ambaye anatokea upande wa kushoto ni inside left, na mmoja anakuwa namba 8 ambaye anatokea upande wa kulia inside right, lakini almost majukumu yao yanakuwa yanafanana. Na ndio maana kuna watu wanatumia lugha namba 10 wawili, lakini kimsingi mmoja ni 10, mmoja ni 8. Lakini ukija katika eneo kwa upande wa Simba walicheza na defensive mmoja, yani kocha Dimitar Pantev aliopti kucheza na mmoja wa kujihami, wawili wa kushambulia wa pembeni. Awesu akitokea upande wa kushoto kwa ajili ya kushambulia, Neo Maema akitokea upande wa kulia kwa ajili ya kushambulia. Pale nyuma yao alikuwa anakaa Alassane Kante. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho Dimitar Pantev yuko nacho katika hilo eneo. Katika wakati ambao wanashambulia, ukiachana na hiyo shape ya kimfumo, muda ambao wanashambulia unaiona mbele kule kuna watu watatu, Elie Mpanzu, kuna Jean-Charles Ahoua, kuna Jonathan Soa. Hawa viungo watatu wa hapa nyuma, timu ikiwa inashambulia kutokea anyways iwe kushoto iwe kulia, katika viungo hawa watatu kuna mmoja anaunganika na ile safu ya ushambuliaji. Manake ule utatu ambao uko juu, kuna mmoja anaongezeka pale, wanatengeneza shape ya watu 4 ambao wanaliattack boxi, wanalishambulia boxi la mpinzani. Maana yake muda ambao wanashambulia wanakuwa na namba kubwa, na muda ambao hawashambulii wanarudi katika shape yao original. Kwa hivyo hiki ndicho ambacho nimekiona ambacho Dimitar Pantev anajaribu kukidisplay, anakitengeneza ndani ya kikosi cha Simba. Sasa hapa yuko na rasilimali chache, bado kuna wachezaji wengine wapo katika majukumu ya timu za taifa na wenyewe hawajarudi bado, ili kuona anataka kutoa kitu gani. Kwa mfano, angekuwa na Yusuf Kagoma katika mechi, angeopti kucheza na Alassane Kante. Ni Kante amecheza naye kwa sababu ni anataka kucheza na viungo wawili wa attack, au amecheza kwa sababu ana kiungo mmoja wa kiulinzi? Ungeweza kujiuliza hilo swali. Lakini ukiangalia kwamba Simfuko yupo, angeweza kumchukua yule pia, angemweka pale. Nabi Kamara yupo, angeweza kumtumia pale. Maana yake ni kwamba Alassane Kante anataka kumtumia kwenye eneo la kiungo cha ulinzi, alafu viungo wawili wa ushambuliaji watokee pembeni. Na kuna siku katika moja ya session niliwahi kusema juu ya wachezaji gani ambao wanakwenda kunufaika kwenye kikosi cha Simba. Nyota wa kwanza mbele mtaja mnufaika mkuu ni Alassane Kante katika eneo ambalo analicheza. Ili eneo ambalo analicheza kwa upande wa Gaborone United, nilisha kuzungumza, hii ni kama narudia au nakumbushia, katika kikosi cha Gaborone United, ili eneo alikuwa anacheza mmoja wa wachezaji wake funguo, key player ambaye pia ni captain, anaitwa Didsel Lebohang. Huyu ndo alikuwa akitumika katika huo mkakati wa kucheza kama kiungo wa ulinzi, ambaye alikuwa anazunguka sana eneo kubwa la uwanja, anakuja chini na support build up, anachukua mipira, wanapanda juu katika kushambulia. Yes, lakini pia ameenda mbali hadi mipira ya kutengwa anapewa yeye, ikipatikana penalty yeye ndo anapiga, na ndiye ambaye alipiga penalty katika mechi ya Gaborone United dhidi ya Simba, ile ambayo ilichezwa hapa kwa Mkapa. Baada ya Tabu Maponda kufanywa madhambi, yeye akaenda kupiga ule mkwaju wa penalty. Sasa tafsiri yake, namuona Kante akiwa mchezaji muhimu zaidi kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Yes, kwa hivyo hiko ndo kikubwa ambacho ningependa kushare. Upande wa pili wa shilingi ilionekana huyu Rushan Derek alikwenda kurescue situation. Yani kuna situation alikwenda kuzirescue. Sasa kuna kitu ambacho mpaka Rushan Derek anakwenda kurescue situation, na baadhi ya majaribio, kuna majaribio ambayo Al Hilali wameyafanya mara 2, yani ukiangalia kwenye mara 3 walifanya mara 3. Ukiangalia zile highlights zinaonekana upande wa kulia wa Hilali, upande wa kushoto wa Hilali, upande wa kushoto wa Simba ambako alikuwa anacheza Anthony Mrigo, alafu pembeni yake anacheza Shamu Karabwe na Rushan Derek. Ilikuwa kuna changamoto ya kupita wale Hilali katika half space, katika nusu nafasi. Yani Hilali ilikuwa wakipoka mpira kwa haraka, wanapita katika nusu nafasi, wanaataki ile half space. Half space ni nafasi ya defender wakati na defender wa pembeni. Hii nafasi hapa katikati ndio tunaita half space. Kwa hiyo ilionekana yule mshambuliaji wao Nigeria
alikuwa akipita katika lile eneo, na ndo eneo ambalo pia lilizaa bao. Adama Coulibaly kaenda kufunga goli akipita katika eneo hili hili. Kwa hiyo ni eneo ambalo nahisi labda kwa sababu ukiangalia hayo mashambulizi Simba walikuwa wanashambulia wanapokwa mpira, labda kwa sababu walikuwa wanashindwa kurecover kwa haraka kurudi kituoni, wanakutwa walinzi wako empty na walinzi wanakabia kwenye highline. Simba ukiangalia ya Dimitar kwenye zile highlights, unaona Simba mabeki wake wanasogea juu, wanakabia kwenye highline. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kwa wapinzani kupita katika zile half space na kwenda kusababisha hatari. Kwa hiyo walipita mara kadhaa. Maana yake nini? Hii ni moja ya udhaifu ya mfumo wa 4-3-3 endapo unatumia viungo watatu wakati ambao mmoja tu ndo anakuwa defensive wa kujihami na wawili wanasogea mbele kwenye kushambulia. Athari yake ni hiyo. Kwa sababu wakishambulia wapinzani unakuta kiungo wako ambaye anatakiwa kuwa kwenye position ni mmoja. Sasa kama hayupo kwenye position, maana yake wanaokwenda kuumbuka ni walinzi. Na hivyo kama fullback itakuwa ameoverlap kwenda juu, maana yake walinzi wakati unawapa mtihani mgumu. Hiyo ndio tafsiri yake. Sasa huo ni udhaifu wa mfumo huu tunasema, miongoni mwa weakness zake. Lakini mfumo huu una faida zake. Miongoni mwa mfumo ambao unatoa changamoto sana kwa mfumo wa kucheza na back 3, yani mpinzani ambaye anacheza na back 3, 4-3-3 ndo mfumo mzuri kutumia dhidi ya mpinzani anacheza na back 3. Sasa hiyo ni miongoni mwa faida. Kwa hiyo hapa Dimitar Pantev option ambayo anatakiwa kuifanya ni option mbili. Option ya kwanza, achague kucheza na defensive mmoja, lakini defensive huyu ajue kwamba eneo lake ni eneo la riski. Wakipoteza mpira kule juu, eneo lile ni rahisi wapinzani kupita. Maana yake asiende mbali, yani asiame kwenye boksi yake kwenda katika boksi ya pili. Muda mwingi anatakiwa kuwa karibu na walinzi ili kuwa kuna namba kubwa ya watu ambao wapo katika mstari ule wa ulinzi kipindi ambacho wanapokwa mpira. Huu ni mpango wa kwanza. Kwa hiyo kama ataopt bwana, mimi naenda na mfumo wangu huu, basi inabidi Alassane Kante asiwe anaondoka sana, anaenda kwenye boksi ya pili. Eneo la pili anaweza kuopti kucheza na defensive wawili. Kwa mfano, Yusuf Kagoma, Alassane Kante wako pale, juu yao kuna kiungo mmoja wa ushambuliaji. Kama ataamua kufanya hivyo, maana yake ni rahisi kipindi ambacho wanapokwa mpira kunakuwa na viungo wawili wa kiulinzi. Mmoja anakuwa ni right based, mmoja left based. Yaani ana base upande wa kushoto, mwingine ana base upande wa kulia. Maana yake atakapokunywa mpira unakuta tayari kuna walinzi ambao wako kituoni, kwenye vituo au kwenye zile njia. Kwa hiyo inakuwa sio rahisi kupitika. Kwa hiyo hili linaendelea kusalia kwa Dimitar Pantev. Sasa hawa ni Hilali, ni klabu kubwa ambayo imeweza kuutilize kutumia hayo magepo ambayo wameyatengeneza, ingawaje wenyewe hawakuwa clinical. Walitengeneza nafasi lakini hawakuwa clinical katika kuzitumia. Walitumia nafasi moja lakini zile nyingine mambo hayakwenda vizuri. Kwa hiyo hiko ndicho ambacho nimekiona katika ile mechi ya kirafiki ya Hilali dhidi ya Simba. Tunasubiri mechi nyingine ya Hilali dhidi ya Simba ambayo inatarajiwa kuchezwa katika uwanja au viwanja vya Gymkhana hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo so far mazingira yako hivyo, lakini Dimitar Pantev bado yuko na timu, ndio hivyo anaendelea kutest mitambo, anaangalia wataenda katika zile picha za video kwenda kujiridhisha eneo gani wanatakiwa kulifanyia nguvu, focus area ni ipi, mchezaji gani ka perform katika eneo gani, yupi ya kuwa sahihi. Na hivyo wachezaji wengine hawana yuko nao, wako katika majukumu ya timu za taifa. Maana yake watakaporudi atakuwa na depth kubwa zaidi ya kujua kitu gani ambacho anaweza kukifanya ili kuitengeneza strong Simba na kwenda kuchallenge katika michuano ya kimataifa. Ikumbukwe Simba wanatarajiwa kusafiri na kwenda Eswatini, Lobamba, kucheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs katika mzunguko wa pili wa hatua ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo Dimitar Pantev ndo anaboresha mambo yake hapa, anaweka sawa vitu vyake kwa ajili ya kuelekea katika mechi hiyo ambayo ni muhimu sana kwa Simba kabla ya mechi ya pili ambayo itachezwa katika uwanja wa Mkapa. Nakumbusha kwamba baada ya kumalizana hizi mechi, mshindi wa matokeo ya jumla anaingia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Akiingia katika hatua ya makundi huko watacheza mzunguko wa kwanza, yani mechi ya kwanza katika hatua ya makundi, kwa sababu mechi ziko 6. Watacheza mechi ya kwanza, alafu watacheza mzunguko wa pili, yani ni mechi ya pili katika makundi, alafu baada ya hapo wataenda break
kubwa ya kupisha maandalizi ya kuelekea AFCON. Watafanya AFCON ikiisha, ligi itarejea tena. Hiyo sasa itakuwa tayari ishafika mwezi Januari. Januari kule mwishoni Januari 23 kule ligi itarudi hapo kwa ajili ya kuendelea na mustakabali wa kuimaliza ligi kuu ya Tanzania bara. Bwana, hii ni Mzinga Sports na usisahau kusubscribe.